naitwa Costa Jimmy Kibonde, ni mwenyekiti wa taifa wa chama cha Makini. Awali ya yote nataka nizungumzie jambo moja ambalo sasa hivi ndio lina trendi ni kuhusu mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, jimbo la Tanganyika, mkoani Kigoma. Ameishauri serikali ya kwamba waweke tozo kwenye simu. Kwa hiyo moja kwa moja Mtanzania au raia wa Kitanzania aweze kulipia tozo, na mantiki kubwa ya tozo hii jinsi alivyoweza kushauri serikali ni kwamba waweze kupata fedha kwa ajili ya kwenda kutengeneza barabara maeneo mbalimbali ndani ya nchi yetu. Sisi kama chama cha Makini tunasema Watanzania kwanza hawapaswi kubebeshwa mzigo wa tozo kupitia simu. Hilo sisi kama chama cha Makini hatuliungi mkono, kwa sababu hatuna sababu ya kuwabebesha Watanzania mzigo mkubwa wa tozo, ili hali maisha yenyewe ya Mtanzania kwa sasa hivi ni maisha wanapitia kwenye hali ngumu, kulingana na kwamba mafuta yamepanda kwa maana ya petroli, dizeli na mafuta ya taa, ambayo kimsingi tunasema yamesababisha mfumuko wa bei, vitu vingi kupanda. Na kwa vyovyote vile vitu hivyo vikipanda ni moja kwa moja vinamlenga Mtanzania wa hali ya chini. Kwa hiyo hatuna sababu ya kuongeza tozo kupitia simu. Kwa hiyo hatuwezi tukakubaliana na huo ushauri wa mheshimiwa mbunge. Sisi kama chama cha Makini tunasema Watanzania tuna kila aina ya sababu ya kuendelea kuwashushia mzigo, ili sasa waweze kukidhi mahitaji yao ya kila siku, kwa kuwa uchumi wa nchi ukitetereka, tafsiri na uchumi wa mwananchi mmoja mmoja nao unatetereka. Leo hii nauli lazima zipande kwa sababu ya mafuta, manake ni moja kwa moja itamgusa mwananchi wa kawaida, ambaye ndio atakwenda kukata tiketi za basi, atakwenda kukata tiketi za ndege, atakwenda kukata tiketi za treni na maeneo mengine. Ombi langu kwa serikali, ili kuondokana na hili, penyingine serikali waweze kufanya kuweka jitihada za makusudi, waweze kuweka ruzuku kwenye mafuta, ili sasa mafuta yaweze kushuka bei, na hatimaye sasa serikali itakuwa imeweza kumsaidia mwananchi wake kwa kuweka ruzuku, na hatimaye mafuta yakishuka bei, maana yake bidhaa zote zitakwenda pia kushuka bei, hususani bidhaa za vyakula na bidhaa nyingine ambazo zinatoka mikoa mbalimbali kuja jijini Dar es Salaam, na ziko bidhaa zingine ambazo zinatoka jijini Dar es Salaam kwenda mikoa mbalimbali. Kwa hiyo serikali inao wajibu wa kuweka ruzuku kwenye mafuta ili mafuta yaweze kushuka.